Kwa nini Wakatoliki wakati wa usomaji wa maandiko matakatifu wakati wa misa hawataji mstari wala aya? Hoja kuu hapa ni kwamba misa si darasa la kujifunza Biblia, bali ni ibada ya kumwabudu Mungu. Zipo sababu kadhaa. Namba moja, katika misa tunatangaza neno la Mungu na sio kusoma neno la Mungu. Wakatoliki hatufanyi usomaji wa kawaida wa Biblia kwenye misa, bali tunafanya matangazo ya neno la Mungu. Kusoma ni kuangalia maandishi na kuelewa maana yake kama vile wanafunzi, lakini kutangaza ni kutoa ujumbe kwa mamlaka. Kwenye misa, neno la Mungu sio la kujisomea binafsi, bali ni sauti ya Mungu ikizungumza na watu wake hadharani. Namba mbili, liturujia si darasa la Biblia. Wakatoliki wengi tayari wanajua masomo atakaosomwa kabla hata hawajafika kanisani. Kanisa lina mzunguko wa miaka mitatu wa masomo ya maandiko, mwaka A, B na C. Kupitia misali au kalenda ya kiliturujia, muumini anaweza kujua masomo ya leo, ya kesho au hata ya miaka ijayo. Hivyo waumini wanahimizwa kusoma masomo hayo nyumbani mapema, ili wafikapo kwenye misa wasiwe wachambua Biblia, bali wawe wanamsikiliza Mungu akizungumza nao kupitia Biblia hiyo. Namba tatu, kuepuka mageuzi kutoka kwenye ibada kwenda kwenye masomo. Leta picha hii. Kama msomaji akisema somo la kwanza linatoka Isaya sura 55 aya ya kwanza mpaka aya ya 3, nini hutokea? Watu wataanza kushika Biblia zao, kufungua kurasa na kuanza kusoma pamoja na msomaji. Katika wakati huo, misa inabadilika kutoka kuwa tangazo la neno na kuwa darasa. Kanisa linasisitiza kuwa misa si darasa, ni ibada. Hatuendi kutafuta maandiko, bali tunasikiliza sauti ya Roho Mtakatifu ikizungumza kupitia lile tangazo la neno la Mungu. Namba 4, ama sababu ya 4, ni hekima ya kanisa na historia. Katika kanisa la awali, Biblia hazikuwa na namba za mistari, sura ama aya. Namba hizi ziliongezwa hapo baadaye kwenye karne ya 13 hadi karne ya 16, na ilikuwa ni kwa ajili ya usomaji wa kitaaluma na marejeo. Misa linahifadhi namna ya kale ya kusikiliza maandiko bila kukengeushwa na namba na bila kupunguza neno kwa mistari ya ushahidi tu. Neno linasikika kama neno lililo hai linaloelekezwa kwa watu wa Mungu sasa hivi. Na ndiyo maana msemaji akimaliza anasema neno la Bwana, na watu wanaitikia tumshukuru Mungu kwenye masomo nje na Injili, na kwenye Injili tunaitikia sifa kwako Kristo. Hii inadhihirisha kuwa neno la Mungu si maandishi yaliyokufa, bali ni sauti kutoka mbinguni. Linapokewa kwa imani na kupigwa muhuri katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hivyo, siku nyingine ukiulizwa kwa nini namba hazitajwi, majibu mafupi ni haya. Mosi, Wakatoliki hatusome tu neno la Mungu, bali wanatangaza neno la Mungu. 2, masomo yanajulikana mapema na yapo kwenye kalenda. 3, misa ni ibada, si darasa la shule. Na 4, maandiko hayafichwi, bali yanafanywa kuwa hai na ya sasa. Je, ungependa nikupatie ufafanuzi gani wa ziada juu ya jambo lolote lililo ndani ya kanisa usilolielewa? Kama usiponifollow leo, uende kani mara yako ya mwisho kuniona. Nifollow kwa mafundisho mengi zaidi ya imani. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.